Katika ulimwengu wa leo, kuwa na jeshi la kudumu ni jambo la kawaida kwa mataifa mengi. Jeshi linahakikisha ulinzi wa mipaka, usalama wa ndani na mara nyingi hutumiwa kama misaada ya kibinadamu na operesheni za kimataifa. Hata hivyo, kuna nchi chache ambazo hazina jeshi la kudumu na zinatumia mbinu mbadala za kujilinda. Nchi hizi hutegemea mikataba ya ulinzi na mataifa mengine, vikosi vya polisi vilivyoimarishwa au usalama wa kikanda. Makala hii inachunguza nchi 10 ambazo hazina jeshi la kudumu, sababu za kutokuwa nalo na mbinu wanazozitumia kuhakikisha usalama wao. 1. Costa Rica. Costa Rica ni mojawapo ya nchi chache duniani zilizoamua kuwa na hiari kuacha kuwa na jeshi la kudumu. Mwaka 1948, baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, Rais José Figueroa Ferrer alifuta jeshi na kuelekeza rasilimali hizo kwenye maendeleo ya elimu, afya na miundombinu. Nchi hii ina vikosi vya polisi vyenye mafunzo mazuri kushughulikia usalama wa ndani. Inategemea mikataba ya ulinzi na Marekani pamoja na majirani zake. Costa Rica ni mwanachama wa mashirika ya kimataifa yanayosaidia kudumisha amani duniani. 2. Panama. Panama ilifuta jeshi lake rasmi mwaka 1990 baada ya uvamizi wa Marekani mwaka 1989 uliomuondoa madarakani kiongozi wa kijeshi Manuel Noriega. Katiba ya Panama inapiga marufuku uwepo wa jeshi la kudumu. Panama ina vikosi vya polisi na ulinzi wa pwani kushughulikia usalama wa ndani na mipaka. Ina makubaliano ya ulinzi na Marekani kwa msaada wa kijeshi ikiwa inahitajika. Pia inategemea ushirikiano wa kikanda kupitia mashirika kama OAS, Organization of American States. 3. Iceland. Iceland ni mwanachama wa NATO lakini haina jeshi la kudumu. Jeshi lake lilivunjika mwaka 1869 na tangu hapo nchi hii haijajihusisha na masuala ya kijeshi kwa kiwango kikubwa. Nchi hii inategemea NATO kwa ulinzi wake wa nje. Polisi wa Iceland na kikosi cha ulinzi wa pwani hushughulikia usalama wa ndani na mipaka ya bahari. Mara kwa mara, ndege na meli za NATO hufanya doria katika anga na bahari ya Iceland. 4. Andorra. Andorra ni nchi ndogo kati ya Ufaransa na Uhispania na haina jeshi la kudumu tangu zamani. Kwa sababu ya ukubwa wake mdogo na ukosefu wa vitisho vya moja kwa moja, haijawahi kuona umuhimu wa kuwa na jeshi. Usalama wa Andorra wa ndani unashughulikiwa na vikosi vya polisi. Andorra imeingia katika makubaliano ambapo Ufaransa na Uhispania zina wajibu wa kulinda dhidi ya mashambulizi yoyote ya nje. Vilevile ina ushirikiano wa kikanda kuhusu masuala ya usalama. 5. Liechtenstein. Liechtenstein ilifuta jeshi lake mwaka 1868 kwa sababu ya gharama kubwa za kulihudumia. Tangu wakati huo haijawahi kuwa na jeshi la kudumu na badala yake inategemea diplomasia na ushirikiano wa kimataifa. Usalama wa nchi hii wa ndani unashughulikiwa na polisi. Ina uhusiano wa karibu wa ulinzi na Uswizi ingawa hakuna mkataba rasmi wa ulinzi. Pia inategemea ushirikiano wa kimataifa kudumisha amani katika nchi yake. 6. Monaco. Monaco ni nchi ndogo iliyoko kusini mwa Ufaransa na haina jeshi la kudumu kabisa. Badala yake ina vikosi vidogo vya usalama na inategemea Ufaransa kwa ulinzi wake. Polisi wa Monaco wanashughulikia usalama wa ndani. Pia ina mkataba wa ulinzi na Ufaransa ambao unahakikisha kuwa jeshi la Ufaransa litaingilia kati ikiwa Monaco itakabiliwa na tishio la kijeshi. Monaco pia ina sera ya kutoshiriki katika mizozo ya kimataifa. 7. Marshall Islands. Marshall Islands ni taifa la visiwani lililoko Pacific ambalo halina jeshi la kudumu. Usalama wake unahakikishwa kupitia makubaliano maalum na Marekani. Marshall Island ina vikosi vya polisi kwa usalama wa ndani. Pia ina mkataba wa Compact of Free Association na Marekani unaohakikisha kuwa jeshi la Marekani litaitetea ikiwa itavamiwa. Vilevile inategemea mashirika ya kimataifa kwa usaidizi wa kiusalama. 8. Palau. Palau kama Marshall Islands haina jeshi la kudumu na badala yake inategemea Marekani kwa ulinzi wake. Ina vikosi vya polisi kwa ajili ya usalama wa ndani.
Pia ina mkataba wa Compact of Free Association na Marekani unaompa Marekani jukumu la ulinzi wa Palau. Palau ina vikosi vya ulinzi vya pwani vinaolinda mipaka ya bahari. 9. Nauru. Nauru ni nchi ndogo ya visiwani yenye idadi ndogo ya watu na haina jeshi la kudumu. Usalama wake wa ndani unashughulikiwa na polisi. Pia inategemea ushirikiano wa kikanda na Australia kwa misaada ya kijeshi ikiwa ni lazima. Vilevile ina sera ya kutoshiriki katika masuala ya kijeshi ya kimataifa au migogoro ya kimataifa. 10. Tuvalu. Tuvalu ni moja ya nchi ndogo zaidi duniani ikiwa na idadi ndogo ya watu na rasilimali chache. Kwa sababu ya hali yake, haina jeshi la kudumu. Usalama wa Tuvalu wa ndani unashughulikiwa na vikosi vya polisi. Ina ushirikiano wa kikanda na mataifa kama Australia na New Zealand kwa ulinzi wake wa nje. Pia inazingatia diplomasia na ushirikiano wa kimataifa kudumisha amani yake. Ingawa kuwa na jeshi la kudumu ni kawaida kwa mataifa mengi, nchi hizi 10 zimechagua njia mbadala za kuhakikisha usalama wao. Sababu kuu zinazosababisha kutokuwa na jeshi ni pamoja na gharama kubwa za kuendesha jeshi, ukosefu wa vitisho vya moja kwa moja, pamoja na ushirikiano wa kimataifa na mikataba ya ulinzi na mataifa mengine. Badala ya kutumia fedha kwa ajili ya majeshi, nchi hizi zinaelekeza rasilimali zao katika sekta za maendeleo kama elimu, afya na miundombinu. Hii inaonyesha kuwa usalama wa taifa unaweza kupatikana kwa njia tofauti bila kuwa na jeshi la kudumu. Ikiwa umefurahia makala hii, usikose kusubscribe, kucomment pamoja na kulike ili usipitwe na makala mengi kama hii kwenye chaneli hii.